mujibu wa taarifa ya ERB, hadi sasa mafundi sanifu waliosajiliwa ni takriban 3,000 tu, idadi ambayo ni ndogo kulinganisha na mahitaji halisi ya nchi yetu. Hivyo basi, naielekeza bodi ya usajili wa wahandisi kufanya mambo yafuatayo. La kwanza ni kuongeza juhudi katika usajili wa mafundi sanifu waliokidhi vigezo vya kitaaluma. Na hii ni muhimu sana, kwa sababu wakati tunakwenda kutengeneza sheria zetu, mathalan sheria hiyo ya kusimamia ujenzi wa majengo, tutaweka vipengele muhimu kwamba ili wewe upewe kibali cha kujenga ni lazima uwe na msimamizi anayeitwa fundi sanifu mwenye cheti kinachotambulika. Ukifika mahala hapo, wakati wa kwenda kutengeneza ile sheria kule bungeni, unaweza kupata mgogoro wa kugomewa, kwa sababu watakwambia hivi: idadi ya wataalamu hairidhishi kiwango cha kuweza kuliweka hilo kuwa ni sharti, na kama utakubali kulifanya hilo kuwa ni sharti, maana yake yako maeneo katika nchi yatakosa vibali vya watu kujenga, kwa sababu maeneo hayo hayatakuwa na hao watu wenye hiyo sifa. Watu 3,000 kwa nchi kubwa kama Tanzania yetu si kitu, na wengi katika hao 3,000 utawapata hapa Dar es Salaam, na wengine watakuwa Mwanza, wengine watakuwa Mbeya, na wengine Arusha, na wengine Dodoma. Sasa yule wa Sumbawanga naye anataka huduma, yule wa Kibondo naye atataka huduma. Unaweza kuona kwamba huo unaweza kwenda kuwa ni mgogoro. Sasa ili usiwe mgogoro, ni lazima sisi tujiandae kwa hoja ya namna hiyo, kwa kuongeza usajili, ili kusudi mtu atakapokuja kutuambia maneno hayo, tutamwambia tunayo namba ya kutosha ya wataalamu walioenea nchi nzima. Kwa hivyo hii sheria ni lazima tuiombe ipitishwe. Kwa hivyo bodi, hiyo task ni muhimu sana wakati tunakwenda kufanya kazi hiyo. Na hii mifano tumeipata Kariakoo pale, na imekuwa ni moja ya chagizo muhimu sana la kuhakikisha kwamba tunakuwa na hii sheria ya kusimamia ujenzi wa majengo. Namba 2, kuwa na mkakati madhubuti wa kuwatambua mafundi waliopata ujuzi kwa njia isiyo rasmi, hawa wako wengi, informal sector, ili kuwawezesha kuajiriwa au kujiendesha rasmi. Na hili ni muhimu, lakini lichukuliwe kwa tahadhari kubwa sana, kwa sababu bila kuchukuliwa kwa tahadhari kubwa hivi vyuo tunavyovisema vitakimbiwa, na kila mmoja atapita kichochoroni huko, atasema na mimi sio rasmi, naomba nithibitishwe. Kwa hivyo formal sector itaanguka. Kwa sababu formal sector inamtaka mtu amke asubuhi, aende darasani, aache kitanda, afanye mitihani, mambo magumu kweli ya kuacha kitanda. Kwa hivyo wakati tunaenda kurasimisha informal sector, which is good idea, lakini ni lazima kujiregulate sisi wenyewe, ili kusudi huku kwenye formal sector pasije pakimbiwa watu wakatafuta shortcut wakawa wanapita, na ikawa ni bahati mbaya wasajili wenyewe wasiwe waaminifu. Itakuwa ni balaa kubwa sana. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza katika miundombinu na viwanda. Mchango wenu katika kuhakikisha miradi hii inatekelezwa kwa wakati, kwa gharama stahiki na kwa ubora wa hali ya juu ni jambo lisilopingika. Rai yangu kwenu ni moja tu: chapeni kazi kwa weledi na kwa bidii na kwa moyo wenu wote. Mfahamu tu kwamba taifa linawategemea,
na msimamo wa serikali uko wazi. Tunataka value for money kwenye kila mradi wa maendeleo. Tunatambua changamoto mlionayo kama mafundi sanifu, ikiwa ni pamoja na masuala ya upandaji wa vyeo kwa njia ya mserereko, yaani horizontal promotion, na mifumo isiyo na uwiano baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Lazima kada ya mafundi sanifu iendelee kutambuliwa, iheshimiwe na ipate haki inayostahiki. Ninawahakikishia kuwa tutaendelea kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi kuhakikisha maboresho haya yanakamilika kwa maslahi ya pamoja ya Wizara ya Ujenzi kwa kushirikiana na ERB na AQRB. Kila mwaka tunaona hali yao ikizidi kuboreka. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli zilizofanyika ni nyingi. Kuna siku kama ya leo tunapata kupewa policy direction na wewe na viongozi wengine, lakini vile vile tulijadili mada ambayo inawagusa sana fundi sanifu, ambayo ni kuhusu maslahi. Ilitendewa haki sana jana. Tunamshukuru sana Baraka na wizara yake, na wamefungua kliniki hapa, wanasikiliza matatizo hata binafsi na wanachukua haya, tukifahamu kwamba sasa hivi wizara yako inaangalia swala la scheme of service kwa wataalamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niishie hapa, lakini kabla sijamaliza nikushukuru tena. Tunajua umedamka, alilala Dodoma, umetuheshimu, tunashukuru kwa hilo. Lakini pia tunamshukuru pia Alhaji Ulega kwa kusomesha vizuri, lakini naomba niwashukuru watu wa Mkuranga kwa kutupatia jembe na wasituangushe. Asante sana.